بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo insha Allah taala tunaingia katika risala hii mpya, atharu al-maasi 'ala al-fard wal-mujtama'. Kitabu jina lake ni atharu al-maasi, athari ya maasi. Sababu kitu athar ni matokeo, alo athar matokeo, yani matokeo ya maasi. Baada ya maasi kufanyika kuna matokeo gani? Athari yake, hata Kiswahili wanasema athari yake. Kwa atharu ndio jamu ya atharul maasi. Athar al-maasi ni jamu ya ma'siyatun. Kwa athari ya maasi ala al-fardi, kwa mtu mmoja mmoja. Yana athari gani maasi? Mtu peke yake anavyofanya yeye mwenyewe nafsi yake. Kadhalika wal mujtama', na athari ya jamii. Inapata athari gani jamii sehemu kukiwa kuna maasi? Jamii inafisidika vipi na inaharibika vipi kikuwa sehemu hiyo kuna maasi ndani yake? Yakiwepo maasi, jamii inaathirika kitu gani? Kitabu muhimu sana kutokana na wakati wetu, hizi zama zetu ambazo yamekithiri ndani yake maasi. Risala hii imeandikwa na Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala. Muqaddimatun, utangulizi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ama baada ya utangulizi huo, anasema Sheikh, fa inna hadha al-mawdu', hakika ya mada hii, topiki hii ambayo imetajwa hapo, athari ya maasi katika mtu mmoja mmoja na katika jamii, yubayyinu khatra al-maasi, inabainisha hatari ya maasi, ala al-'abdi, juu ya mja, fi hadhihi al-hayah, katika uhai huu wa kilimwengu. Kadhalika wama ba'daha, na athari ya maasi baada ya kuondoka ulimwenguni. Wa annaha, na kwa hayo maasi, ni sababu lihalakihi, kuangamia kwake mtu huyo, wa dalalihi, na kupotea kwake mtu huyo, wa bu'dihi, na kukaa mbali kwake mtu huyo, an afwi rabbihi, kutokana na msamaha wa Mola wake mlezi, wa ta'atihi, na kukaa mbali na kumtii kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa sababun, maasi pindi yanapofanywa na mwanadamu Muislam ni sababu limualatihi liibilisa, ni sababu ya kupendwa kwake, kwa sababu almuwala maana yake ni almahabba, ni sababu ya kupendwa kwake mtu huyo mwenye kufanya maasi liiblis, na iblis alayhi la'ainullahi tatra wa a'wanihi, kadhalika ni sababu ya kupendwa na wasaidizi wake, wasaidizi wa ibilisi. Kadhalika wa bitarki almaasi, na kwa sababu ya kuacha maasi, wal bu'di anha, na kukaa mbali na maasi, wa fi'li salihati, au wa fi'li salihati, na kufanya matendo mema, wa ta'ati, na kufanya mambo ya taa. Yakunu al-insanu, anakuwa mwanadamu mtu, min awliyaillahi, anakuwa katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya taa na mambo ya khair. Kadhalika wa hizbihi, anakuwa katika chama cha Allah subhanahu wa ta'ala, hizbullahi, ambacho ni kundi la Allah subhanahu wa ta'ala, wa humul muflihun, nao ndio wenye kufaulu. Ndio hapa akasema wa hizbihi almuflihin,
na kundi lake Allah, chama chake Allah ni chenye kufaulu, ndio wenye kufaulu, almuflihin ndio wenye kufaulu, alladhina ambao kundi hilo la Allah la khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu juu yao wao wakati wa kuondoka kwao duniani, hawatakuwa na hofu huko wanakokwenda akhira. Kadhalika wala hum yahzanun, na wala wao hawatapata huzuni kwa yale ambayo watakayoyaacha huku nyuma duniani. Ameacha watoto, ameacha majumba, ameacha magari, hatahuzunika. Waliyullahi, wali wa Allah, hatahuzunika. Na wali wa Allah si kama wanavyodhania watu, lazima avae makanzu machafu, anuke, apige mswaki, ana kanzu ile lina spiringi, alipigwa pasi, ati ni wali wa Allah, na jilemba kubwa kilo 8. Haina maana hiyo. Wali wa Allah ni kullu taqiyin, kullu mu'minin taqi, kila muislamu mcha Mungu, basi huyo ndo nini? Wali wa Allah. Na wali wa Allah hajulikani. Sasa wewe ajipiga kifua, sisi mawali bwana. Wali wa wapi? Labda wali, lakini si wali. Anasema Sheikh utangulizi huu kama wa kwanza, kisha naingia sehemu nyingine. Walamma lilmaasi, na wakati yalipokuwa maasi, yana min akhbari, yana hatari, wa awaqiba jusamin, kadhalika madhambi yana mwisho mbaya, ndio awaqib, mwisho mbaya. Kadhalika jusamin, mwisho mbaya tena mkubwa sana mwisho mbaya tena mkubwa sana. Ndio jusam maana yake adhim, mwisho mbaya sana. Eleweka? Kisha akasema baada ya kujua kwa madhambi yana mwisho mbaya, ahbabtu, nimependelea, an udhakkira nafsi, niikumbushe nafsi yangu mimi, wa ikhwani, na niwakumbushe ndugu zangu Waislamu, lima yajibu min al-'abdi 'anil athami, lima yajibu, wa yale yanawajibika, min al-'abdi, kutoka kwa mja, 'anil athami, kutokana na madhambi, aache madhambi. Al-atham ni jamu ya ithmun, madhambi, kabiriha, ayache madhambi hayo makubwa yake, wasaghiriha, na madogo yake yote. Muislamu anatakiwa ajiepushe na madhambi hayo, hatta tahsula najatu, mpaka apate uokovu, apate kuokoka, min awaqibiha, kutokana na mwisho wake mbaya wa hayo madhambi. Anasema qala ta'ala, amesema Allah alikuwa ametukuka katika suratul Qamar aya nambari 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatarun. Anasema Allah wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila dogo au na kila kidogo, wa kabirin, na kila kikubwa au kila dogo na kubwa, mustatarun, limeandikwa, ay musattarun, ay maktubun, limeandikwa, fi sahaifihim. Haya ni maelezo katika sahifa zao, au wanadamu, lolote lile dogo na kubwa limeandikwa katika sahifa zao, madaftari yao. Wasayujazuna bihi, kisha atalipwa siku ya kiyama, kama alivyokwenda baadhi mufassirin. Kwa hiyo mustatar ay musattarun maktubun, kila dogo nalolifanya likiwa ni jema au ni ovu katika madhambi, hilo limeandikwa, limehifadhiwa, hakuna dogo mbele ya Allah. Kadhalika na kila kubwa unalolifanya la khairi na la dhambi, limehifadhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ibn al-Mu'tas, Abdullah ibn al-Mu'tas ni mmoja katika mawiji sana katika washairi. Huyu ilikuwa ni shair katika zama za Abbasiya, kadhalika ilikuwa ni adib, ni malenga. Anasema katika mashairi yake, asema khalli dhunuba saghiraha, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha, dhaka at-tuqa wasma' kamashin fawqa ardi ash-shawki, yahdharu ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hisar. Maneno makubwa sana.
anasema khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha, acha madhambi ndo khalli maana yake ai utruk, kama inavyokuja sana watu wakizungumza khallini kai adhhabu ilayhi, niachie niende kwake, khallini kai anzur, niachie nitazame, ndo khalli maana yake ni kuacha. Kwa khalli dhunuba, acha madhambi, ai utruku dhunub, acha madhambi saghiraha, makubwa madogo yake yaache madhambi yakiwa ni madogo waacha, wa kabiraha kadhalika, hata madhambi yakiwa makubwa yaache. Dhaka tuqa, huo ndio ucha Mungu, huo ndio ucha Mungu wa kweli, kuacha madhambi madogo na makubwa. Wasna kamashin fawqa ardi shauki, wasna na jalia, jifanye kamashin, kama mtu mwenye kutembea. Mash manake mwenye kutembea kwa miguu, jalia kama ni mtu ambaye mwenye kutembea kwa miguu. Fawqa ardi shauki, juu ya ardhi ambayo ina miba. Jalia hivyo wewe katika hii dunia, katika mgongo wa ardhi, jalia ni kana kwamba ni mtu ambaye mwenye kutembea tena pekupeku katika ardhi ambayo ina miba. Yahdharu ma yara, anatahadhari, anatahadhari, anaogopa ma yara, yale anayoona katika miba. Kwa ina maana ukitembea katika ardhi ya miba na jalia huna viatu, utakuwa uko katika tahadhari, ala alhadhar, itakuwa unatembea kwa kuangalia kwa uangalifu. Hapa kuna mwiba, siweki mguu wangu, hapa hakuna mwiba, ndo na kanyaga mguu wangu. Basi ndio kadhalika, ishi hivyo katika dunia, tahadhari na maasi, mche Allah wakati wote, fi kulli hin. Kisha akasema la tahqiran, hapo imeandikwa tahqiran, yani itakuwa makosa uchapishaji, lakini sahihi la tahqiran, maana kuna taqdim wa ta'khir, kuna kucheleweshwa na kutangulizwa. Hiyo kafu ilikuwa hiyo mwanzo, kisha ndo ra, lakini ra ikawa mwanzo, ndo binadamu. La tahqiranna saghiratan, usidharau dogo, likiwa ni dhambi dogo usilidharau, wala usidharau taa, ikiwa ni taa ukaona hiyo ni ndogo usifanye hivyo. La tahqiranna saghiratan, usidharau dogo. Innal jibala, hakika jabali, min alhisa, linatokana na nini? Changarawe ndogo. Hakika ile milima, innal jibala, hakika ile milima, min alhisa, inatokana na nini? Changarawe ndogo. Ilikuwa asli, ilikuwa ni changarawe mbali, ikawa jabali, likawa lima kubwa. Huu ni sawa sana msemo wa Kiswahili wenye kusema hivi, hata mbuyu ulianza kama mchicha, kisha baadaye ukawa huo mkubwa, watu wakashindwa kukata. Kwa hiyo usidharau kuona hii ni dhambi ndogo, kisha baadaye inakuwa kubwa, kama atakavyoelezea maneno ya salafu salih na baadhi ya wanachuoni wa tafsiri ya Qur'an. Kisha shekhe akasema fama huwa ta'rifu al-ma'asi, nini maana ya hayo maasi, nini maana yake? Wama hiya anwa'uha, wama hiya anwa'uha, nani yapi aina zake hayo maasi? Wa asbabul wuqu'i fiha, kadhalika ni zipi hizo sababu zake za kutumbukia. Al-wuqu' kuingia, hicho Kiswahili kutumbukia, Kiswahili cha Kipemba sio? Kutumbukia, kuingia katika fiha, ay fil maasi, katika hayo maasi ni zipi sababu zake? Wama hiya atharul maasi, na ni zipi hizo athari za maasi, athari zake ni zipi? Ala alfardi wal mujtama', kwa mtu mmoja mmoja na jamii. Almujtama' maana yake ni jamii. Kuna athari gani fi dunia, katika hii dunia? Kadhalika wama hiya atharu wa uqubati almaasi, na ni zipi? Wama hiya atharu, ni zipi athari? Wa uqubati almaasi, na uqubat maana yake zile adhabu na mwisho mbaya, fil maasi, katika maasi, au uqubati almaasi, mwisho mbaya wa maasi na adhabu anazozipata mtu katika maasi, fil akhirah, wa fil qabri, wa fi yawm alqiyamah, wa fi an-nar. Kadhalika ni ipi athari ya maasi katika kaburi, ataelezea Sheikh. Kadhalika fi yawm alqiyamah,
kadhalika siku ya kiyama ni zipi athari zake, wa fi nnari, kadhalika katika moto kuna athari gani za maasi. Wa kaifa alwiqayatu, na ni ipi hiyo wiqaya, kujikinga, kujilinda na maasi, ni zipi wiqaya zake? Kinga, yani kinga. Waswahili wanasemaje? Wanasema kwa kinga ni bora kuliko tiba. Alwiqayatu khairun min alilaj, kinga ni bora kuliko nini? Tiba. Waarabu wao wasema alwiqayatu khairun min alilaji, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa ni zipi kinga za maasi? Walilaju, na ni ipi tiba ya maasi? Min almaasi, kutokana na maasi. Yote ataelezea. Hii risala ndugu zangu Waislamu ni muhimu sana, kutokana na sisi wingi tunalalamika maisha yetu magumu, mambo hayaendelee, ni kutokana na athari zetu za maasi. Jamii mbona mbovu, ni kutokana na athari zetu za maasi. Kwa hiyo tutegeni masikio tusikilize shekhe kile alichotuandalia. Kwanza kabisa anasema taarifu almaasi, nini maana ya maasi, wa anwa'uha, na ni zipi hizo sampuli za maasi, aina za maasi, wa asbabu alwuqu'i fiha, na ni zipi hizo sababu za kutumbukia na kuingia katika maasi. Tutaona almaasi min alisyan. Almaasi, maasi yanatokana na neno isyan, wa huwa khilafu ta'ati, nayo maana yake ni khilafu ta'a, ni kinyume cha kumtii Allah. Yoyote ambaye hamtii Allah, huyu anamuasi Allah, ndio maana yake. Maasi yanatokana na neno isyan, nacho ni kinyume cha kumtii Allah. Kisha akasema, amenukuu maneno ya nani? Al-Imam Abu Manzur al-Ifriqi al-Misri, mmoja katika wanachuoni wa Afrika hawa kutoka Misri, wiji jabali la lugha. Ametunga kitabu chake Lisanul Arab. Watu wote wanarejea huko katika masuala ya lugha, Lisanul Arab, rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo akaleta maneno ya al-Imam Abu Manzur, akasema ni kinyume cha taa. Asal abdu rabbahu, ukisema kwa asal abdu rabbahu, amemwasi mja Mola wake mlezi, maana yake idha khalafa amrahu, ni pale pindi anapokwenda kinyume na maamrisho yake. Kwa mtu akwenda kinyume na maamrisho ya Allah, huyu anaambiwa amemwasi Allah. Maneno haya katika al-lisan, maana yake lisanul arab, sawa, ni katika madictionary wa lugha ya Kiingereza makubwa sana. Lisanul Arabi yatokea volume kama vitabu 14 au 15, kitabu kimoja tu hicho. Wewe na majaa yako hiyo unapatana mwezi 2000, kitabu kimoja mijeledi 15. Anasema wal maasi shar'an, na maasi kisheria, tarkul ma'murati, maasi kisheria ni kuacha maamrisho, wa fi'lul mahdhurati, na kufanya almahdhurat, mambo ya haram, kwa sababu almahdhur ni jambo ambalo limeharamishwa. Kwa ni kuacha maamrisho, ni kuacha maamrisho na kufanya mambo ambayo yamekatazwa, ndio almahdhurat, mambo yaliyokatazwa, mambo ya haram. Hayo ndio maasi kisheria. Au tarku ma aujaba Allah wa rasuluhu, au kuacha lile ambalo ameliwajibisha Allah na mtume wake. Wastikabu ma naha Allahu anhu, na kufanya yale ambayo ameyakataza Allah kwayo mambo hayo, au rasuluhu, ameyakataza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min al-aqwali, katika maneno, wal a'mali, na katika matendo, al-dhahirati au al-batina. Al-dhahira, matendo yaliyo wazi, au al-batina, au yaliyojificha, yaliyofichikana. Kwa hiyo maasi maana yake ni kuacha maamrisho na mtu kufanya makatazo, mambo ya haramu, au kuacha yale ambayo yameajibishwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kufanya yale ambayo amekataza Allah au aliwakataza mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika maneno au vitendo vilivyodhahiri au vilivyofichikana. Qala ta'ala, amesema Allah alikuwa mitukuka, wa man ya'si Allaha wa rasulahu,
na yeyote atakayemwasi Allah na mtume wake fa inna lahu, kwa hakika mtu huyu atapata nara jahannama, moto wa jahannam ataingizwa, khalidina fiha abadan, hali ya kukaa humo katika moto wa jahannam, wal-iyadhu billah, abadan, milele, utakaa milele. Waqad jaa ma'na al-'isyan, na kwa hakika imekuja maana ya isyan, kuasi, bialfadhin kathiratin, kwa matamshi mingi, fi nususi, katika dalili an-nususi ikitaja maana yake katika dalili ya Qur'an na Sunna. Minha adh-dhunub au minha adh-dhanb, katika maasi imekuja katika Qur'ani, timu nyingine maasi yanaitwa adh-dhanb, dhambi, au al-khati'atu, pia dhambi, yote majina yake hayo. Was-sayyi'atu, dhambi, wal-ithmu, pia imekuja ithmu katika Qur'an au katika Sunna. Wal-fusuqu, pia imekuja timu nyingine, yote madhambi majina yake. Wal-fasadu, yote ni majina ya madhambi. Wa ghayruha, na yasiyokuwa hayo, yote yamekuja katika nususi za Qur'an na Sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal maasi, na maasi, fi ba'dhi al-awqati, katika baadhi ya nyakati, a'zamu, yanakuwa makubwa zaidi. Elewa, kuna baadhi ya nyakati maasi yanakuwa makubwa kuliko nyakati nyingine, ataelezea Sheikh. Kwa baadhi ya wakati madhambi yanakuwa a'zamu minha, yanakuwa makubwa madhambi hayo, kuliko fi waqtin akhar, kuliko wakati mwingine. Kuna nyakati nyingine madhambi yanakuwa makubwa kuliko nyakati nyingine. Kal ashhuril hurumi, kama miezi mitakatifu, miezi mitukufu, madhambi yanakuwa maradufu, yanakuwa makubwa zaidi, kama Dhulqa'da, mfungo pili, wa Dhulhijjati, mfungo tatu, wal Muharram, mfungo 4, wa Rajabu, na mfungo ngapi? Hakuna mfungo tena, ni Rajab. Kuona kuwa miezi hii mitakatifu mtu akifanya dhambi lake linakuwa kubwa, kama alivyosema as-sahabi al-jalil Ibn Abbas, turjumani hadhihi al-umma, akasema kuwa wa'azzama hurumatihi, Allah akaiadhimisha utukufu wake miezi hiyo, waja'ala adh-dhanba fihinna a'zam, Allah akajalia dhambi kulifanya katika miezi hiyo linakuwa kubwa zaidi dhambi. Kadhalika wal amala as-salih wal ajra a'zam, kadhalika matendo mema ukiyafanya katika miezi hii mitakatifu, matendo mema hayo ujira wake unakuwa mkubwa. Kwa Sheikh akasema kal ashhuril hurumi, kama miezi mitakatifu, wa ghairiha, na isiyokuwa hiyo miezi mitakatifu kuna baadhi ya nyakati madhambi yanaongezeka. Wal maasi, kadhalika maasi, fi ba'dhi al-amakini, katika baadhi ya sehemu, al-amakin jamu ya makan, katika baadhi ya sehemu, a'zamu, yanakuwa madhambi yanakuwa makubwa zaidi, minha fi makanin akhar, yanakuwa madhambi makubwa zaidi kuliko fi makanin akhar, katika sehemu nyingine. Kuna madhambi ukiyafanya Konde ni dhambi, wapata madhambi kadhalika, lakini haliwezi dhambi hilo likafanana ukalifanya wapi? Ukalifanya Makka au Madina, au ukalifanya wapi? Baitul Maqdis, ardhi ya Palestine, Sham. Anasema kal harami mathalan, mfano al-haram, manake ile haram Makka, sawa, au haramul madan, haramul madina, kadhalika haramul Makka, al-haramani, sawa. Mtu akafanya madhambi kule, au akafanya madhambi haula Baitul Maqdis, Palestine, madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi. Mathalan, mfano